Rayvanny anakwaje mzee? Bana fresh kabisa. Kwema? Kwema kabisa. Kwanza hongera kwa kupata mtoto na hongera pia kwa kuwa nominated kwenye tuzo za kubwa duniani za BET. Nashukuru sana. Turudi kwenye kazi yako mpya Zezeta. Zezeta ni ngoma ambayo watu wamekuwa wanaifananisha sana na ngoma zako nyingine ambazo zimepita. Unadhani ni kwa nini? Ni type of beats ambazo nafanya. Kwa sababu kwenye muziki ni kitu kibaya sana kubadilisha tone mara kwa mara afu ukiona msanii mpya. Mimi naweza kufanya muziki aina nyingi, naweza kufanya muziki wa kurap, naweza kufanya muziki wa Nigeria, naweza kufanya muziki wa aina nyingi naweza kufanya. Lakini pia naangalia timing ya market yangu. Ndicho kitu ambacho pia niliambiwa wakati nimefika Coke Studio. Nilipewa beat fani ya hip hop nafanya kama ngoma ya trap, lakini wakaniforce nipige kama ngoma zangu ambazo nafanyaga, kwa sababu akaniambia hii hapa ndio inaku identify wewe kwamba watu wakujue kwamba huyu ni Rayvanny. Kwa kuna kitu kingine tu, ukiangalia idea za Zezeta sio kama kwetu. Na idea kwetu sio kama natafuta kiki. Ziko tofauti. Lakini idea fulani ambazo zinaenda kwenye muziki sawa. So naweza kutwist muziki wangu vovote, lakini najaribu kutengeneza kitu fulani ambacho watu wataclaim muziki wangu. Kwa mapema tu kama hivi nimetoka sasa hivi na mwaka na nyimbo yangu ya 3. Mara nimeimba Mchiliku, mara nimebadilisha nimeimba nini, mara nimeimba nini, nitawa confuse watu mapema. Kwa watu waendelee kusubiri, kazi nyingine nyingi zinakuja za kitofauti, collab zingine nyingi za kitofauti. Najaribu kufanya vitu vingi ambavyo nahakikisha watapenda. Lakini ukiangalia Zezeta kwetu ni nyimbo ambazo kama zinafanana, kwa sababu sitaki kuichange tempo na type ya muziki wangu mapema. Okay. Yeah. Turudi kwenye uandishi wako. Uandishi wa Zezeta na uandishi wa Natafuta Kiki ni uandishi fulani hivi wa kulinganisha vitu na nini. Yeah. Idea ilikuwaje ile? Sometimes ni kufanya kitu ambacho kiko unique. Ni nzuri kwa sababu mimi nimekuwa nikitaka kurekodi nyimbo na fikiria mtu anasema labda nakupenda. Mimi nakuwa niko tofauti kidogo, naandika nyimbo sikupendi. Kwa nini sikupendi? Natoa sababu yake. Nikisema neno nampenda mwanamke wangu, lazima nitengeneze mazingira, kwa sababu ukiangalia nyimbo za kama nakupenda wameimba watu wengi. Nataka tuwe wote wameimba watu wengi. So ni vile ni ufundi tu kucheza na maneno, kwamba kuna sometime unaweza ukaionea wivu saa ambao mwanamke wako anaipenda kwa sababu tunampenda mwanamke wako sana. Kuna muda mwanamke wako yuko busy labda yuko busy na kazi yake, labda ofisi yake. Muda wote pale ofisini nataka niweke zulia, pale ofisini nataka nikaweke mapazia, pale ofisini unasasa mbona natamia nijali, natoka ndani nimevaa, aniulize umependeza, nawaza. Kwa kuna muda natamani hata uwe ofisi yake, yani awe anakuzingatia muda wote. Kwa ni kitu ambacho kilikuwa kiko tofauti. Yeah. Safi. Nakumbuka wakati unatoa ile video kuna kitu uliandika kwamba Diamond ndo alikuwa mpiga picha wa zile picha zote. Yeah. za kwenye ile video. Ilikuwaje? Hebu tuhadisie kidogo, ilikuwaje? Uaga sisi tunaposafiri tunakuwa tuko na videographer wetu. Lakini kwa matatizo yametokea ya ticket, kwa alishinda kusafiri. Kwa hiyo tulivyoenda tukakutana na videographer wa kule, ila alikuwa hayuko professional sana kama ambavyo sisi tunataka. Kwa hiyo ikabidi Diamond ndo ashike kamera. Ukiangalia hata shot ambazo naimba mimi, kama kuna shot iko mbele ya maua hivi, inapita mbele ya maua, ni idea yake Nicky, unaweza kutumia kamera kakao. Na pia picha za cover zote unazoziona kazipiga yeye. Kwa kanambia weka pose hivi napiga, cheka fanya hivi napiga. Kwa zile picha zote unazoziona amezipiga Diamond za cover za Zezeta. Okay. Yeah. Jamani, mtaalamu wa kupiga picha au ilitokea tu kwa sababu hamna jinsi tena? Diamond hajawahi sema hii kitu nikamsemea. Kitambo alikuwa anampiga picha. Okay. Ya alikuwa anapiga picha, unaona kwenye mashughuli wanapiga picha afu nje unazikuta zimetandikwa pale. Ilikuwa michongo yake. Najua hajawahi sema kokote, alikuwa ana njaa kweli. Kwa alikuwa na ofisi yao, wewe hujui, lakini kutoka nje bro kuna picha zako chini pale unakuta ndo alikuwa michongo yake. Okay. Kwa nahisi kama alijaribu kuiapply pale kwenye video. Wakakumbushia zamani. Yeah. Okay. Turudi kwenye nini, kwenye ngoma ya nini ile Nikumbushe. Yeah. Nikumbushe hujaipa distance kubwa sana afu ukapandishia Zezeta. Feedback yake ulionaje? Nikumbushe ni nyimbo ambayo nimefanya na Bahati, msanii kutoka Kenya. Na ni msanii ambaye ni mkubwa sana Kenya na ana fan base kubwa sana. Na nashukuru Mungu nyimbo imefanya vizuri sana Kenya. Hata nilivyoenda pia kwa studio tulikuwa tunaongea tunapenda ngoma yenu, na nimepata comment nyingi sana kutoka Kenya. Ile ilikuwa ni project ya Bahati. Lakini kwa project yangu mimi nilikuwa nimepita mwaka toka nimetoa project yangu. Yaani toka nimetoa Natafuta Kiki ilipita mwaka kuja kutoa Zezeta.
kwangu mimi kwenye project zangu. Kwa collab zimesaidia kwamba watu waone kwamba Rayvanny yuko hewani, collab Salome, Kijuso, labda Mugachere, ile watu wanaona kama bado nimetoa ngoma, lakini nilikuwa nimetoa ngoma 2 tu. Kwa hiyo tunatafuta kiki. Kwa hiyo ni project yangu ya 3 na inatakiwa itoke time hii, kwa sababu ukiangalia kama hivi kuna msanii mpya Lava Lava. Kwa jamu inakuwa kubwa pia. Nikisema ni usubiri sana inakuwa ngumu sana pia kuweza kubaki kwenye game na watu wakakusikiliza siku zote. Baby mo, nifanye bigiji unitafune ama niwe sindano, na uwe uzingu nifume ama niwe ndo, uwe maji yangu wangawa nune, nifanye kucha kama ukiwashwa mini kukune. Yo, what up? This is Rayvanny boy. Unaangalia harakati za bongo, usio bana hapa bongo. Ukweli so uongo. Nawapenda sana. Tuendeleze michongo. Tupendane kwa sababu wote tutarudi kwenye udongo. This is Rayman na sio manifongo. You already know what it is, baby. Peace out.